tumeshuhudia uwekezaji uliofanywa na serikali katika jengo la utawala na vipimo tulilozindua leo, ambapo takriban shilingi bilioni 9.7 imetumika. Lakini thamani ya jengo hili haipimwi kwa fedha pekee. Thamani yake halisi itapimwa kwa maisha tutakayokwenda kuyaokoa. Maendeleo ya sekta ya afya haijaishia katika ujenzi wa majengo pekee, bali yanaenda sambamba na uwekezaji katika teknolojia, sayansi, ubunifu na mifumo ya kisasa ya utoaji huduma. Maabara hii imejengwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa na imewekwa teknolojia za kisasa yenye uwezo mkubwa wa kufanya vipimo vya magonjwa ya moyo, damu, figo, kemia ya mwili, homoni na vipimo vingine maalum vinavyohitajika katika huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Kinachofanya maabara hii kuwa ni ya kipekee zaidi ni matumizi ya teknolojia ya akili unde, artificial intelligence, pamoja na mifumo ya kisasa ya automation ambayo inapunguza kwa kiwango kikubwa utegemezi wa hatua za kibinadamu katika uchakataji wa sampuli. Katika jengo hili, wananchi watanufaika na huduma za kisasa za echocardiography ambazo ni msingi muhimu katika uchunguzi wa magonjwa ya moyo kwa watoto na watu wazima. Huduma hizi zitawezesha wataalamu kufanya uchunguzi kwa haraka zaidi, kupanga matibabu kwa wakati na kufuatilia maendeleo ya ugonjwa kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kadhalika, uwepo wa kitengo cha dialysis ndani ya JKCI utaimarisha uwezo wa taasisi kuhudumia wagonjwa wenye changamoto za moyo na figo kwa wakati mmoja. Katika jengo hili tulilozindua leo, serikali imeendelea kuwekeza katika huduma nyingine muhimu ambazo zitakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi wetu. Miongoni mwa huduma hizo ni JKCI Health Promotion Studio. Nimekwisha isema, studio hii ni uwekezaji wa kimkakati katika kinga ya magonjwa. Tunafahamu kuwa sehemu kubwa ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yakiwemo shinikizo la damu, kisukari na baadhi ya magonjwa ya moyo, yanaweza kuzuilika kupitia elimu sahihi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri, tangu tuanze taasisi yetu hii mwaka 2015 yamekuwa mabadiliko makubwa sana. Tumefanya operation kubwa kabisa za moyo, za kupandikiza mishipa ya damu ya moyo, lakini operation za valve, operation kubwa za watoto kuziba matundu ya moyo. Lakini hivi karibuni chini ya uongozi wako tumevunja rekodi. Tunashukuru sana mheshimiwa. Kwanza tumeweza kubadilisha valve ya moyo bila kupasua kifua. Kuna procedure inaitwa TAVI procedure. Hii zinafanya nchi chache sana, na hii imetokea chini ya uongozi wako. Juzi tumetibu mishipa ya damu ya moyo kwa kutumia mawimbi ya moyo, kwa ile mishipa ya damu hii. Kwa mara ya kwanza tumeweka rekodi kwa Afrika Mashariki na Kati, na kuna mgonjwa ambaye tumemzibua mishipa hiyo ya damu. Tumeweza kufanya procedure kubwa kwa watoto kama hizo zinazoitwa arterial switch, na tumeweza kufanya hizo procedure.